katiba ya Kenya inasema ya kwamba mtu anaruhusiwa kubadili dini. Katiba ya Kenya inaruhusu mtu kubadili dini. Mtu akitoka dini yake aende dini yoyote, sheria ya Kenya inamkubalia. Lakini sheria ya Uislamu inasema ukitoka katika dini ya Uislamu unafaa kuuawa. Kwa hivyo ina maana ya kwamba haitakikani kuwa imekubalika kisheria katika nchi ya Kenya. Namna gani unaweza kusema katika hilo? Katiba ya Kenya inaturuhusu wote kukaa katika nchi hii. Na inaturuhusu sisi kuchagua dini ambayo mtu anataka. Ukitaka kuwa Muislamu leo na kesho utoke Uislamu, katiba ya Kenya inakuruhusu. Lakini sheria ya Uislamu haikuruhusu. Inasema ukitoka unauawa. Unaona? Kwa nini tusipeleke mahakamani ili serikali tuambie ilikuwaje kuna kitabu kingine ambacho kiko kinyume na katiba na bado mnakubali kiwe bado kinaendelea kuongoza watu katika nchi ya Kenya. Naona Kwa hivyo mimi nadhani ya kwamba mtu ambaye atakuwa ni mwenye kusikiza kwa makini na mwenye kusoma hizi vitabu kwa makini hawezi kuwa Muislamu. Na kama ni Muislamu ataondoka. Kwa hivyo yule kwa ajili ya kutoka Uislamu aliusoma Uislamu na akauacha Uislamu. Naam. Na kwa nini Waislamu wanaita Wakristo kafiri? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu mnaotutazama na kutusikiliza kupitia channel hii ya Ustadh Shafii Online TV. Leo tena kwa mapenzi yake Mungu tumeketi hapa pamoja naye Shekhe katika kuzungumza mambo mbalimbali. Hivyo basi tunakuomba uweze kufuatilia kipindi hichi kwa kuwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho, na kwa yale ambayo tutaenda kuyaongelea basi tunatarajia komenti yako ambayo itaonesha namna gani hichi kipindi ulivyokipokea na ulivyokielewa. Basi tuende moja kwa moja katika kufuatilia mjadala huu ambao si mwingine, leo tutaenda kumkaanga Ndacha katika kusikiliza kama alivyosema kwa makini na kuelewa vitabu vya Mungu. Je, yeye anasikiliza na kusoma kwa makini kama inavyoeleweka katika maandiko au utofauti wake nini? Basi nikuombe kuwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho, uweze kusubscribe channel hii, uweze kulike, kucomment na kushare katika hali ya kuyajua yote ambayo yanapatikana kupitia channel hii. Kumbuka, yanayopatikana channel hii uwezi kuyapata sehemu kwinginepo. Baki hapa hapa Ustadh Shafii Online TV. Sheikh Shafii, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio, Sheikh Shafii, kwa muda mrefu huko nyuma tumewahi kumjibu Ndacha, mhadhiri kutoka dini ya Kikristo, lakini sio mara ya kwanza. Tushamjibu vitu vingi, lakini bado hatosheki ama haoni kama yanamfaa yale majibu, na anakuja na jambo jipya. Leo hii tunaenda kumzungumzia Ndacha katika katiba na kitabu cha Mungu. Kwanza, kabla ya kuiwasilisha mada mezani, namna tulivyokuwa tunamjibu Ndacha kwa hoja mbalimbali, wewe unamuona kama ni mwalimu wa aina gani? Mimi kuambia Sheikh Saidi kwamba Ndacha sio mwalimu. Ndacha ni mlopokaji na ni mtu ambaye tunaweza kumweka katika fungu la katika watu wasiojua, lakini yeye mwenyewe hajui kama hajui. Ndio. Unajua, unaweza kuwa hujui lakini ukajijua kama mimi sijui. Lakini yeye hajui alafu hajitambui kama yeye hajui. Ndio. Kwa hiyo ni mtu ambaye hana mashiko, na binafsi sijawahi kumuelewa kile ambacho anachokizungumza katika hoja. Ndio. Kwa sababu anajaribu sana kukinzana na Qur'ani. Yaani ubishi wake mkubwa sana kwenye Qur'ani. Sasa ameshashindwa hoja, analeta hoja tunasema za kitoto. Sheikh Saidi, Qur'ani ipo hivi. Ukitaka kushindana nayo Qur'ani, ndio, mawili yatakupata moja. Aidha utaingia kwenye Uislamu kwa kuiamini Qur'ani, au watu watakuona wewe mjinga kwa kile unachojibishia katika Qur'ani. Ndio. Umenipata? Nakupata vizuri. Ukiifuata Qur'ani ukataka kuleta ukinzani nayo, ukasema mimi acha nitafute makosa ndani ya Qur'ani, mawili yatakupata moja. Aidha utasilimu kwa kuikubali Qur'ani,
kwa sababu hutokuta kosa. Na lile ambalo utalazimisha liwe kosa kwa akili yako ili utake kuikosoa, basi watu watakuona we mjinga usiyefahamu chochote. Ndito Ndacha anachopitia. Ukimsikiliza Ndacha unaona kabisa huyu mbona kama mjinga asiyejua kile ambacho anachokisema. Qur'ani hii Mungu alishatupa ahadi. Sheikh Saidi, naomba unisomee 25:52. Mawani hujachukua, sijui utasomaje? Sawa, 25:52. Kuna kitu kidogo hapo nikifungue. Sawa. Alafu uone Mungu namna anavyoiamini Qur'ani, haya maneno yake. Ndiyo. Na namna anavyotupa sisi hoja. 25:52 Qur'ani. 25:52 Qur'ani inasema, Bismillahirrahmanirrahim. Basi usiwatii makafiri. Ndiyo. Na ushindane nao. Ndiyo. Kwa Qur'ani hii. Nini? Mashindano makubwa. Msikia Mungu huyo. Anatumia hii Qur'ani, Mungu anasema tushindane nao mashindano makubwa. Mpaka Mungu akikwambia Sheikh Saidi shindana nao, Mungu unamwona. Maki anajua hawezi kuvuka. Hakuna kosa ndani yake. Ndiyo. Hakuna baya ndani yake. Na ndio maana akasema nyishindane nao tu, hawana lolote. Tena hii Qur'ani inawatosha, wala msiende popote. Majibu yao yote yapo ndani ya Qur'ani. Isipokuwa wanachofanya wao ni ule ujanja wa kudonyoa wa kuleta zile hoja za kibinadamu. Kuleta hoja zile ambazo hazina msingi. Yani unajaribu fawailul lilmusallin, adhabu kali tawathibitikia wanaoswali, ukaishia hapo. Kwa ule ni ujanja unaotumika. Qur'ani iliingizwa, wanasema si science wanaikubali kompyuta. Qur'ani iliingizwa kwenye kompyuta, ikaonekana hakuna kosa hata hili moja. Biblia ilionekana na makosa karibia laki ngapi sijui. Lakini Qur'ani haikuonekana na kosa. Kwa sababu kitabu hiki Mungu kakiteremsha mwenyewe. Kwa hiyo Mungu anatujua na anajua na anajua na anajua. Kwa hiyo mtu akitaka kushindana na Qur'ani, mawili yatampata moja. Aidha ataamua kufata ukweli uliomo ndani ya Qur'ani, au watu watamuona mjinga kwa sababu anapinga kitu ambacho hakina maana, ambacho wewe hakielewi. Na ndio maana wataalamu, wasomi wengi duniani wakishaisoma Qur'ani wanaingia katika Uislamu. Kwa hiyo Ndacha hana hoja za msingi ambazo zitakazomfanya mtu eti akae amtafakari. Tunaamua kujibu tu kwa sababu ndio kazi yetu ambayo tunayo. Sijui umenielewa hapo. Nilimuuliza Sheikh Shafi kwamba Mwalimu Ndacha ni mwalimu wa aina gani, na akanithibitishia kwamba si mwalimu. Yeye kwa namna alivyokaa naye na kujadiliana naye katika yale ambayo anayaleta kuyatolea makosa Uislamu na Qur'ani yenyewe. Haya ambayo tunaenda kuyajadili, nawe pia mtazamaji na msikilizaji kupitia channel hii ya Ustadh Shafi Online TV, utaenda kumjua, utaenda kumtambua. Je, Ndacha ni mwalimu wa aina gani? Au nawe utaungana na shekhe? Ratiba ipo hivi. Majadiliano yalikuwa ni mengi, lakini leo Ndacha amekuja na jipya. Kitu cha kwanza anachokisema, katiba ya Kenya nchini, katiba ya Kenya inaruhusu kubadili dini. Katiba ya Kenya inaruhusu kubadili dini. Lakini sheria ya dini ya Kiislamu hairuhusu, na ikitokea hivyo mtu amebadili dini analazimika kuuawa. Hichi kipengele shekhe, kabla sijakupa maiki kutujibu, naomba wasikilizaji tuwe makini sana kusikiliza kwa kile ambacho kinachosemwa, usije ukasema tofauti kwa kile kilichosemwa. Katiba ya Kenya inaruhusu kubadili dini, lakini sharia ya dini ya Kiislamu hairuhusu, na ikitokea hivyo analazimika huyo mtu kuuawa. Je, ukweli wake ukoje? Ni sawa? Tuishie hapa. Kama si sawa, sawa yake ikoje? Shashafi, karibu. Mimi nikuulize kabla sijajibu swali. Anasema katiba ya Kenya inaruhusu mtu kubadili dini. Lakini Uislamu ukibadili dini unauawa. Swali ambalo tunataka tujiulize, je, msaliti akitokea ndani ya nchi, sheria inasemaje? Msaliti atanyongwa, sasa atakufa. Kwa nini anyongwe?
sikapingana na taratibu za kinchi. Taratibu za kinchi. Kwa hiyo msaliti kumbe ananyongwa kwa sababu kapingana na taratibu za nchi. Uislamu ni dini yenye sheria na mafundisho. Ndiyo. Na kitabu cha Qur'ani ndiyo katiba ya Waislamu. Sasa ikiwa Waislamu watashikamana katika Qur'ani na ikiwa nchi inaongozwa kwa sheria za Kiislamu italazimika Qur'ani ndio iwe katiba ya kuwaongoza Waislamu. Kipengele hiko shika vizuri. Ndiyo. Ukikipata hivyo tu utapata majawabu. Ikiwa nchi inayoongozwa kwa taratibu za Kiislamu kama vile katiba ya Kenya, nchi ya Kenya ina katiba yake. Ndani ya katiba ya nchi ya Kenya msaliti kwa vyovyote atauawa. Uislamu katiba yake ni Qur'ani. Ikiwa nchi inaendeshwa kwa mifumo ya Kiislamu hawatotumia katiba hizi za wanadamu. Watatumia katiba ya nini? Ya Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani yenyewe ndiyo inayothibitisha. Ikiwa tumekubaliana Sheikh Saidi kwamba katiba yetu sisi ni Qur'ani, kwa maana sisi Waislamu tunaongozwa na sheria za Qur'ani. Tupo pamoja? Wewe unasaliti Qur'ani. Sheria inataka ufanyweje? Ukinielewa hapo utanielewa vizuri sana. Sheria itataka ufanyeje? Kama yule msaliti aliyesaliti nchi yake, akasaliti katiba ya nchi yake. Umenipata shehe? Sawa sawa na wewe unakwenda jeshini. Kuingia jeshini kuna maombi, unatakiwa uingie. Lakini ukishaingia jeshini unasaini. Ukitoka jeshini bila sababu za msingi ukatusaliti, unafanywa nini? Lazima utatoa maombi. Ndio maana nasema Ndacha ana akili ndogo sana kujua. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu sheria hazitumiki za Uislamu, hauwezi kufanya tukio kama hilo. Tukio hilo linatumika kipindi ambacho Waislamu wote mmekubaliana kwa pamoja sisi tunaongozwa na Qur'ani. Qur'ani inasema ukitusaliti kwenye dini yetu kwa hiki tulichokubaliana, sheria inakutaka wewe tukufanyeje? Tukuue. Uko tayari? Sawa sawa na katiba ya nchi yako kuna masharti yamewekwa. Ikiwa Sheikh Saidi utakiuka vipengele hivi, ukatoa siri zetu za nchi, sheria ya katiba inakwambia tukufanyeje wewe? Tukuue. Sawa sawa. Sheikh Saidi unanielewa? Nakuelewa vizuri. Unanielewa vizuri? Kweli? Kabisa. Kichwa kinafunguka. Lakini kwa sababu nchi haiendeshwi kisheria ya Kiislamu, manake Qur'ani haitumiki katika kufanya kazi. Lakini Qur'ani ikitumika kufanya kazi kwa Waislamu, nchi ikaendeshwa kwa sheria ya Kiislamu, sheria hazitoandikwa na mwanadamu, sheria zitaandikwa na nini? Na Mungu. Na wewe kwa sababu Mungu kateremsha Qur'ani na wewe umekubali Qur'ani hii kwamba wewe ni Muislamu na umekubali kufata Qur'ani, manake wewe ukitugeuka umeipinga nini sasa? Ambayo kwa kipindiko ndio katiba inayo kuongoza. Na utahukumiwa kwa mujibu wa Qur'ani. Qur'ani. Sawa sawa na wewe uliyekuwa katika nchi ukaamua kusaliti nchi yako na ukavunja katiba yako, ukisaliti nchi unakuwa nani? Muhaini. Ndio. Unatakiwa ufanyeje? Uwawe. Kwa hiyo anachanganya hivi vitu tu, lakini tumfundishe. Ndio. Tumekasema mambadala dinahu faktuluhu. Atakayebadili dini yake muueni. Muislamu anaambiwa hivyo. Ndio. Ambaye aliyekubali kwamba Qur'ani ndio nini? Muongozo wake. Akala kiapo mbele ya Mungu kwamba yeye ataongozwa na nini? Na Qur'ani. Sasa anataka kutuacha kuongozwa na Qur'ani, anataka kusaliti, anapinga kile kiapo chake. Ndio. Tupo Sheikh Saidi pamoja. Lakini huyu sikuuawa tu wakati anatoka kwenye Uislamu. Pale anaposaliti na kupinga Uislamu sio jambo la kwanza anauawa. Soma Qur'ani 436. Qur'ani 436. 436. Uislamu Sheikh Saidi raha kweli ukiujua. Qur'ani 436 inasema Bismillahirrahmanirrahim. Enyi mlioamini. Muaminini Mwenyezi Mungu. Ndio. Na mtume wake. Ndio. Na kitabu. Ndio. Alichokiteremsha juu ya mtume wake. Ndio. Na vitabu. Ndio. Alivyoviteremsha zamani.
na mwenye kumkanusha Mwenyezi Mungu na malaika wake ndio, na vitabu vyake ndio, na mitume wake ndio, na siku ya mwisho ndio, basi bila shaka amepotea upotofu ulio mbali na haki. Mungu anataja zile sifa. Endelea tu chini, bado tunataka. Haya ni makubaliano uliyokubaliana na Mola wako. Utamwamini Mungu, utamwamini mtume, utaamini malaika, utaamini vitabu, utaamini siku ya mwisho, utaamini pepo, tunaandikishana. Sheikh Saidi, haya utayakubali? Haya mimi nimeyakubali bwana. Haya tunakubaliana. Ukija kuyakataa haya, hatuna njia nyingine sisi zaidi ya kukulingania. Ukikataa mara 3 wewe utauawa, kwa sababu umepinga kile kitu mlichokubaliana. Endelea sasa. Hakika wale walioamini. Mungu anawataja sasa. Sifa ya kwanza, hao wamefanyaje? Kisha ngoja kwanza twende Kiswahili. Ya kwanza wamefanyaje? Walioamini. Hakika wale walioamini. Weshe Saidi, sasa umeamini tuliyokubaliana ya Mungu aliyoyasema. Mimi nishayakubali. Ndio. Na mimi siwezi kuyapinga. Na siku nikiyapinga nifanyeni chochote mimi. Sawa. Unachukua ahadi. Endelea. Kisha wakakufuru. Sasa ukaingia Muislamu alafu ukatoka kwenye Uislamu. Mara kwanza hiyo tunakulingania. Wewe bwana, kwani kuna hoja gani za msingi huko ambazo umeziona huko? Hakuna. Huyu anakusudiwa yule mbare hajaingia kwenye dini. Huyu ni yule aliyokuwa katika Uislamu hasa, aliyeamini. Tunakufuata Sheikh Said. Kwani umeona kwenye Uislamu kuna ubaya gani? Utulete hoja zilizokuwa za wazi. Ukakufuru, tukakulingania, kisha ukafanyaje? Kisha wakaamini, kisha ukarudi tena. Mimi nimekubali bwana, Uislamu dini bwana, nimekubali kabisa, wala sina tatizo. Uislamu dini, mimi narudi kwenye Uislamu. Kisha tena wakakufuru, akarudi afu akafanya mchezo, akafanyaje tena? Wakazidi ukafiri. Umeona hii hukumu? Sio tunakukata tu, unalinganiwa mara 3. Wewe unafanya mchezo, unatoka kwenye Uislamu unarudi, unatoka unarudi, unatoka unarudi, unatoka mara 3. Unaruhusiwa kurudi kwenye game. Unatoka tena. Wewe unataka dini, unatufanyia masiala. Wewe ndo unatakiwa uwawe sasa, kwa sababu wewe unamkanusha Mungu wako, unamcheza shere Mungu wako, unamkufuru Mungu wako. Sio umetoka tutukue, unalinganiwa, dawa inafanyika kwako. Wewe unafanya mchezo katika dini, unamkufuru Mungu. Sheikh Saidi, soma Walawi 24:16. Twende kwanza hapo, kuna kitu kidogo tutakipata, alafu kwa kitu tukikipata kidogo tulinganishe. Ndio. Soma Walawi 24 mstari wa 16. Sawa. Walawi 24:16. Hapa tukati hapa. Ndio. 24:16. Isome hiyo andiko alafu lifafanue. Sawa. Hamna tabu. Walawi 24:16. 24:16 hii hapa inasema. Ndio. Asema yeye asikiaye maneno ya Mungu. Ndio. Na kuyajua maarifa yake. Ndio. Aliye juu. Ndio. Yeye aonaye maono ya Mwenyezi. 20 na ngapi? 24:16. 25. Hii kitabu gani? Hii hesabu shehe. Mambo ya Walawi hapa 24:16. 24:16. Hapa. Mimi ndio nilikosea. Sawa. 24:16 inasema hivi. Ndio. Na yeye atakaye kufuru jina la Bwana hakika atauawa. Tafsiri wewe. Atakaye kufuru jina la Bwana hakika atauawa. Imenyoka kwanza, Kiswahili kimenyoka kabisa. Haina haja kutafasiri. Biblia inasema ukikufuru Mungu tu unafanyaje? Unauawa. Acha sisi tunayekulingania. Hii haina nenda au rudi, nenda. Hiyo hakuna. Hapo unatakiwa uawe. Unasemaje? Inatosheleza hiyo? Lakini kwa akili za huyu atasema hata bado. Si asome 24:16 Walawi. Tena Biblia inasema ukikufuru jina la Mungu tu hapo uwawe. Achana na sisi kwenye Uislamu tunakulingania mara 3.
bado unazidisha ukafiri wako. Ndio. Wewe ndo unatakiwa uwawe kwa sababu unaleta fitna. Sawa sawa. Unawafanya watu kuwagawa na kuwaletea fitna. Ndio. Sasa hii fitna tuitaki. Uislamu unasema wewe utauawa. Lakini kwenye Biblia ukikufuru tu jina la Mungu unatakiwa uwawe. Sawa sawa. Sio, umenipata sasa? Nimepata vizuri kabisa. Kwa hiyo huyu hajui kile anachokisema na hatambui nini anafanya. Yeye anadhani kwamba Uislamu ukitoka tu unauawa. Hapana. Ila Uislamu Sheikh Said uko hivi. Hutakiwi kuingia Uislamu, sharti usome Uislamu ulivyo. Unanipata? Nimekupata. Kwa wasiokuwa Waislamu, ili uingie Uislamu, sharti ukubali Uislamu na usome na uelewe Uislamu. Kwamba ile Uislamu unauingia, wana kitabu chao kinaitwa Qur'ani. Ikiwa sheria za Kiislamu kitatumika, basi kile kitabu kitaniambia mimi nikishaingia kule, nikifanya masihala nitauawa. Kwa hiyo wakati unajipanga kuingia, utosheke na hoja zilizo nzito sana. Sawa sawa. Usiingie kwa kucheza shere. Sasa hapo unanielewa Kiswahili? Usiingie kwa kucheza shere. Na ndio maana katika Qur'ani aya nyingi Mungu anasema la ikrah, hakuna kulazimishana katika dini. Kad tabayyana rushdu minal ghayy, kwamba wewe unaitaka kuingia, si atukulazimisha, ila tutakufundisha utamu wa Uislamu. Ukiona Uislamu utamu uje, ila hatuwezi kukushikia panga tukakwambia ingia kwenye Uislamu. Unakutukataza sisi wewe kukulazimisha wala kukuua. Sasa ndio unanielewa? Uislamu hauui asiyekuwa Muislamu. Umeelewa? Sheria hizo za kutoka kwenye dini hazimuhusu asiyekuwa Muislamu. Wewe hujaingia bado kwenye dini. Hawa wanaotakiwa kuuawa ikiwa sheria za Kiislamu ni wale waliokubali katiba ya Qur'ani kwamba inasema 1, 2, 3, tusipoifuata tutahukumiwa sawa sawa na nchi. Wewe ukiwa askari au mwanajeshi ukawa unatuletea mzaha, unatuletea usaliti, hukumu yako nchi itakufanya nini? Hukumu yako utauawa. Kwa hiyo wewe unataka kuingia kwenye Uislamu, lazima usome Uislamu. Uislamu ni kanuni na sheria na katiba nzuri ambayo inafaa kwa mafundisho. Na Mungu anasema 1, 2, 3, 4. Ukiingia ukubaliane kunyoka kwa yale ambayo anayofanya Mungu. Swali, kwa nini unaingia? Umeona hoja gani? Alafu kwa nini utoke? Uona tucheza shere. Na sio mara moja. Sio mara moja, tutakulingania mara hizi 3. Lakini kwenye Biblia hakuna kulinganiana. Ukisoma Walawi 24:16, atakayekufuru jina la Bwana atauawa. Huyu asome vitabu, ajui nini kinachoendelea. Sasa huyu asiyekuwa Muislamu, Mungu anatuambiaje akiwa hataki kufata Uislamu? Soma 9:6 Qur'an. 9:6 Qur'ani. Tunaisoma hapa kwa pamoja. Ndio. 9:6 Qur'ani inasema hivi: na kama mmoja wa washirikina ndio akikuomba umlinde, ndio ili asikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa mmoja wa washirikina asiyekuwa Muislamu, Qur'ani inatuelekeza Sheikh Said akakufuata akakwambia, bwana mimi leo nataka nisikie hiyo Qur'ani yenu. Naomba unilinde. Ndio. Nisiguswe mimi hapa. Ndio. Nisikilize Qur'ani tu inasema nini kwa nini? Na kama mmoja wa washirikina akikuomba umlinde ili asikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Basi mlinde asikie maneno. Wewe unatakiwa umtengenezee mabodyguards. Angalia utamu wa Uislamu. Sio tukuue. Tukutengenezee mabodyguard sasa. Tukuwekee mabodyguard tukulinde usikie maneno ya Mungu. Yaani kuhakikisha usalama wako. Usalama wako kwanza. Tazama utamu wa Uislamu bwana. Hujaingia kwenye Uislamu huo. Ndio. Kisha akitoyakubali. Yaani akiyakataa. Umemwelekeza hataki. Umemwelekeza anapinga. Umemwelekeza hakubali. Usimlazimishe. Sikia Qur'ani.
usifanyeje? Usimlazimishe. Mlazimishe. Kwa hiyo kumbe hatutakiwi kukulazimisha. Isipokuwa ukikubali ukiingia kwenye Uislamu, hulazimishi kuingia kwenye Uislamu. Kwa hiyo ukikubali kuingia kwenye Uislamu, umeingia kwenye katiba. Si umeelewa Mungu alivyokuwa fundi? Umeingia kwenye nini? Katiba yenye mafundisho kwamba 1, 2, 3 na ukifanya hivi utafanywa hivi. Unakubali kuingia. Sasa kama ulishakubali kuingia katika katiba yetu ambayo inasema jukumu lake ukitoka na ukaleta uasi utafanywa hivi, kwa nini ulalamike kuuawa wakati uliingia kwenye katiba? Ushaambiwa hapa unaingia jeshini hapa, usaliti hatutaki. Sheria ya hapa ukisaliti tu unafanyaje? Unauawa. Wewe unaingia jeshini alafu unaleta uasi. Unategemea nini? Uachiwe? Utauliwa tu. Endelea sasa. Lakini si hivyo tu. Wala usimdhuru. Mwana Qur'ani hiyo. Ndacha wewe hatutakiwi kukudhuru. Kwa sababu wewe hujaingia kwenye katiba yetu. Hatutakiwi kabisa kukugusa. Bali mfikishe mahala pake pa amani. Unatakiwa uchukuliwe na bodyguard na babaunsa tukupeleke mpaka nyumbani kwako mlangoni. Kwa nini? Kama hataki kufuata Uislamu. Mwana maneno hayo. Ikiwa hutaki kufuata Uislamu, endelea. Na haya ni kwa ajili ya kuwa hao ni watu wasiojua maskini. Sasa ndacha unapigania mtu atoke auawe hapana bwana, kuna kana taratibu zake na mpaka nchi iongozwe kupitia katika sheria za Kiislamu. Kwa sababu Uislamu sheria zake makubaliano. Mungu kashusha kitabu ndicho kituongoze. Kwa hiyo nchi ikifika mahala ikiongozwa na Uislamu, manake kitabu kitachotumika ni Qur'ani, hakitotumika kitabu chengine. Kila Muislamu ni mwanajeshi. Kila Muislamu ni askari unayemwona. Kwa hiyo ukiingia kwenye Uislamu umeingia kwenye uaskari au kwenye wanajeshi. Ikifika mahala ukileta uasi utalinganiwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Sheria itakutaka wakukamate wakuue, na sio wewe unayetekeleza. Ni kadhi ambaye ana hukumu kupitia Qur'ani. Lakini kwa sababu sheria za Kiislamu hazitumiki, hizi sheria haziwezi kufanya kazi. Na ndio maana tunaishi kwa usalama, unaamua unatoka unafanyaje. Kwa nini? Tutahukumiana siku ya Kiyama. Kwa nini? Hatufati Qur'ani, kwa sababu Qur'ani haijawa kuwa uongozi kutokana na sheria za nchi yetu. Si umenipata? Nimekupata vizuri. Ukifuatilia hii klipu mwishoni kabisa, Ndacha anasema kama utasoma kwa makini na kusikiliza, hutoifuata Qur'ani, utaamini kwamba Qur'ani ni ya upotevu. Lakini kwa haya tukileta kwako pamoja na wale wasikilizaji wetu, watazamaji wetu kupitia Ustadh Shafii Online TV. Je, kwa ninyi mliosikiliza na kusoma kwa makini, nani hayuko sawa? Ndacha au maelezo ya Sheikh Shafii? Na ndio maana pale mwanzo nilisema tusikilize kwa makini ili tusije kusema tofauti na yale ambayo aliyosema, kwa sababu wengi wanakusikiliza Sheikh Shafii, na unaposema wanachukua maneno yako kupitia Qur'an, wanaenda wananukuu Qur'an. Hii tahadhari kubwa sana, ndio maana nikaika hii tahadhari. Je, kwa maelezo haya kwako Mwalimu Ndacha ni mwalimu wa aina gani? Nilikuuliza hilo swali, nahitaji nione comment kwa sababu sasa ipo hivi. Ndacha yeye anasema Uislamu unaruhusu kuua. Uislamu unaruhusu kuua. Ndio. Sababu Uislamu ni sheria. Ni kanuni na ni katiba. Na Qur'ani inatosha kuiongoza dunia. Ndio. Sasa sheria ya Uislamu ilivyo inaruhusu kuua. Ndio. Lakini sio kila mtu kuua. Wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq. Kuna haki za mtu kuua. Kwa mfano ukiua nawe utauawa. Ndio. Sio, umeelewa? Kwa hiyo hakimu atathibitisha Sheikh Saidi umemuua na ushahidi upo, basi na wewe utauawa. Ndio. Hizi sheria zipo kwenye Uislamu. Ndio. Lakini nataka tusome kwenye Biblia. Ndio. Kwa Musa wakati wa vita. Hebu hesabu 25:5. 25:5 hesabu. Hesabu. Sawa. Tusome Hesabu 25:5.
Kuna kitu kidogo hapo tutajifunza. Sawa. 25:5 Hesabu. Hesabu inasema hivi. Ndio. Basi Musa akawaambia waamuzi wa Israeli, waueni. Nani huyo? Huyu Musa huyo. Anasema kuambia waamuzi wa Israeli. Ndio. Waueni. Waueni. Kwa hiyo anatoa nini? Ruhusa ya kuua. Kwenye kitabu gani iko? Hii Hesabu. Hii ndani ya Biblia. Ndani ya Biblia. Waueni. Ndio. Sijui umeelewa? Ndio. Waueni. Musa huyo. Ndio. Kama yeye anasema Muhammad anaua, Musa naye anafanya nini? Anaua. Lakini ndio Musa atachukua upanga tu auwe watu hivi? Kuna hukumu ambazo zimepita ndani yake, ambazo zinaruhusu mtu kufanyaje? Kuuawa. Na Mungu mwenyewe sasa, Mungu mwenyewe ndiye anayewapigania. Ndio. Emsoma Kutoka 14:14. Sawa. Kutoka 14:14. Ndio, Kutoka 14:14. Inasema hivi. Ndio. Bwana atawapigania ninyi. Ndio. Nanyi mtanyamaza kimya. Anawapigania nani? Mungu. Asemaga Mungu katika Uislamu anapigana, huyu katika Biblia atawapigania. Haimaanishi kwamba Mungu atashuka atafanyaje? Tiana makonde. Atakupea uwezo wa kushinda. Sijui umeelewa? Mungu anawapigania. Sijui umeelewa? Ndio. Rudi tena 24:17 Walawi. Nikuonyeshe tu hizi sheria zilivyo. Ndio, 24:17 Walawi. Sawa. 24:17 Walawi. Nikuonyeshe tu hizi sheria. Tunasoma zile sheria. Usione kwamba Uislamu ndio unaua. Kitu kibaya sana. Sawa, 24:17 Walawi. Na mtu ampigaye mtu hata akafa, lazima atauawa. Nini hapo unavyoelewa? Atakayemuua mtu naye pia atauawa. Sawa. Wasione kitu kigeni. Kwamba Uislamu unaruhusu kuua. Sheria umefanya nini? Unapoenda kufanya kitu kibaya utauawa kama wewe umeua. Na ndio hapa Musa anapewa sheria. Mtu akimuua mwenzie na wewe ua. Ndio. Musa akachukua jeshi akaua watu. Kwa hiyo hizi ni sheria na Qur'ani ni sheria. Sahihi. Ndio maana nakwambia ukiingia kwenye Uislamu umekubaliana na katiba ya Uislamu. Ndio. Ikiwa Uislamu utaongozwa kupitia Qur'ani kuna sheria zake. Mwizi akatwe mkono. Ndio. Mzinifu atapigwa mawe ikiwa kaoa mpaka afe. Ikiwa hajaoa atapigwa bakora 100. Ndio. Malizia na Ufunuo 13:10. Sawa. Ufunuo mwisho kabisa kwa Biblia. Ndio. Ufunuo 13:10. Tunamaliza. Funga na hiyo. Lakini kwa mujibu wa Sheikh Shafi hatuwezi kumaliza. Sababu kila tunavyoendelea yanafunguka mambo mapya. Huku Ufunuo ni mwisho kabisa. Sawa. Ufunuo ni kitabu cha mwisho kabisa 15:10. 13:10 Ufunuo. 13:10 Ufunuo. 13:10 Ufunuo ni hii hapa. 13:10 Ufunuo inasema hivi. Mtu akichukua mateka naye atachukuliwa mateka. Sheria umeziona hizo? Lakini si hivyo. Mtu akiua kwa upanga naye atauawa kwa upanga. Mbona maneno Ndio. Shida ni wasione kitu cha ajabu. Kusema Uislamu au Qur'ani inaruhusu kuua. Lakini kuua kwa namna gani? Sio ni kukuta ni uwe wewe Mkristo au Mkristo sije kwamba tukuue si wewe. Kwanza watu wakubaliane kufuata sheria za Mwenyezi Mungu. Kama vile mnavoongozwa na katiba na Qur'ani ndio inakuwa katiba. Ndio. Kwa hiyo Qur'ani imekamilika, kila kitu imewekea sheria zake. Kama vile leo nchi ya Tanzania kuna kipengele cha kunyonga watu. Kwa nini wanyongwe?
ipatikane sababu kwamba hawa nao waliua watu. Kama waliua watu, sheria nayo inawatakiwa fanyeje? Ndio Qur'ani ilivyo. Ndio. Sio kwamba wewe tukukamate tuchesaidi tukuue. Kujisikia. Kwamba wewe Ndacha umekataa kuingia kwenye Uislamu tukuue. Ndio. Ndio maana Mungu anasema pale tukupeleke sehemu yako ya amani. Sio wewe Ndacha njoo Uislamu umekataa eti tukuue. Isipokuwa ukiingia kwenye Uislamu maana yake umekubali kufata katiba ya Uislamu. Kwa hiyo ukiingia kwenye Uislamu utafuatana na taratibu zile za Uislamu zilivyo. Lakini ukiwa nje ya Uislamu, hatuna ruhusa ya kukuua. Maybe tukutane vitani, wewe unaupiga vita Uislamu. Vitani tena huko hakuna jinsi. Lakini hata huko vitani yenyewe, kuna sehemu ambazo Mtume kakataza kuua watu, zipo. Lakini Sheikh Saidi, kuna kitu kimoja. Ndio. Hebu soma 68 Qur'ani. 68 Qur'ani. Watazamaji niliwaambia kwamba Sheikh amesema hapa tunamaliza, lakini hamalizi. Ndio huu utamu wa Qur'ani. Tusome vitu vinakuja tu shida. Tusome 68 Qur'ani. Sawa. 68 Qur'ani inasema. Wala si mbali. Ndio. 68 Qur'ani inasema. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu ndio hakukatazeni kuwafanyia ndio ihsani na uadilifu wale ambao hawakupigana nanyi katika kwa ajili ya dini wala hawakufukuzeni katika nchi zenu. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wafanyao uadilifu. Tafsiri wewe sasa. Kiswahili kimenyoka hicho. Kwamba Mwenyezi Mungu hakukatazeni kuwafanyia ihsani na uadilifu wale ambao hawakupigana nanyi kwa ajili ya dini. Umeona maneno haya? Ni Kiswahili kilichonyoka. Kinyonyoka kabisa. Sisi hatukatazwi kuwafanyia ikiwa hamjatugusa. Sahihi kabisa. Kutufukuza kwenye nchi yetu, kututukania dini yetu, kutuzalilisha. Mungu tena anasema marufuku tena tunatakiwa tuwafanyie uadilifu. Endelea hiyo ya 9. Anakukatazeni. Mungu anatukataza. Na wale ambao wanapigana nanyi katika dini. Kwanza wanatukuja kupigana na sisi katika dini yetu. Na kukufukuzeni katika nchi zetu. Na wanatufukuza katika nchi yetu. Na wanasaidia katika kufukuzwa kwenu. Na wanasaidia katika kufukuzwa kwetu. Anakukatazeni. Ndio. Kuwafanya nini? Marafiki. Simona Mungu kamaliza hapo. Sasa wewe mimi unanipiga tu unanifukuza nikufanywe rafiki? Kama sanamu vile. Kama sanamu haiwezekani. Kwa hiyo Qur'ani ipo wazi. Qur'ani inataka tuishi na wasiokuwa Waislamu kwa staili hiyo. Haijatufanyia, hajasema tuwafanyie ubaya. Wala Ndacha usitangaze kwamba Uislamu umetuambia siwe tukuue. Uislamu unatutaka sisi wewe tukupe ulinzi. Usikie maneno ya Qur'ani. Ila ukutumbikia kwenye Uislamu, manake umekubali Uislamu utaongozwa na Qur'ani na Qur'ani ni katiba. Ukiua na wewe utauawa. Sio ukiua kwamba wewe utaachiwa. Hapana, sio hivyo. Sawa sawa. Kwa hiyo huku ni kuelewa vibaya kwa Ndacha. Ndio maana nikasema Ndacha ni mtu ambaye asiyefahamu kile anachokisema. Qur'ani ni sheria kamili ambao lau kama watu watashikamana na Qur'ani wataiona Qur'ani ilivyokuwa bora. Qur'ani haitaki uonevu. Mungu hataki dhulma. Mungu hataki kuoneana. Mungu anataka tukae katika mstari. Hata kukaa na wasiokuwa Waislamu, Qur'ani imetufundisha hivyo ulivyosoma. Tuwafanyie uadilifu, tusiwadhuru, tusiwafanyeje na tusiwalazimishe kuingia katika dini yetu. Ila ukiingia kwenye dini, manake upo mfumo kama wa kwenye nchi, kwenye katiba yenu. Sasa wewe unapinga katiba, unataka kufanya uasi, nchi itakuacha? Nchi haiwezi kukuacha. Kwa hiyo Ndacha lazima kitu hiki yafanyeje? Aelewe. Na ndio maana kwenye Biblia 24:16 Walawi, yoyote atakayekufuru jina la Bwana anatakiwa afanyeje? Auawe. Tofauti na Uislamu tukulinganie. Lakini kwa mujibu wa Biblia unauawa. Kuna mtu mmoja katika Biblia Luka 19:27. Ndio. Soma Luka 19:27. Sawa. Luka 19:27 mwisho 27. Iko kitabu gani hapa? Iki hapa kipo Ezekieli. Rudi nyuma huko. Ndio. Hapo. Warumi, Matendo ya Mitume.
Luka 19:27. 27. Sawa. Luka 19:27. Iko kitabu gani? Luka mtakatifu 19:27. Sawa. Tunaenda haraka kidogo. Luka 19:27. Hii hapa inasema tena wale adui zangu. Tena wale adui zangu wasiotaka nitawale. Rudia tena. Tena wale adui zangu. Ndio. Wasiotaka niwatawale. Ndio. Waleteni hapa. Mwachinje mbele yangu. Sawa Biblia. Kutawala tu. Sio kuingia katika dini. Hapana, kutawala tu. Waleteni hapa ni wachinje. Sasa Uislamu rasa. Niwaambie Waislamu kwamba msifadhaike. Uislamu raha sana. Ndio. Na hakuna kisichojibika ndani ya Uislamu. Ndio. Kila kitu kipo sawa kwenye Uislamu. Maswali yote yanajibika. Ndio. Hakuna lisilojibika. Mungu angekuwa maswali yajibike, asingetuambia kwamba tushindane nao kwa kutumia Qur'an. Kwamba Mungu mwenyewe anaamini kwamba hii ndio imekamilika kila kitu. Ndio. Sasa haya maswali yao ya kinandacha ni maswali ya kitoto tu. Yasiyokuwa na faida hata kidogo. Na ndio maana watu wenye akili zao duniani wakisoma Qur'ani wanasilimu. Ndio. Kwa hiyo tumwambie ndacha hajaelewa. Hivi ndio ulivyo Uislamu. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji kupitia channel hii ya Ustadh Shafii Online TV, nadhani kwa hakika kabisa na kwa umakini wa kusikiliza utakuwa umetuelewa zaidi kupitia Sheikh Shafii na mafundisho yake kuhusiana yale ambayo yaliozuka akiyaleta Mwalimu Ndacha. Lakini kuanzia leo mimi nitamuita Ndacha kwa sababu Sheikh ashaniambia sio mwalimu. Kwa nini? Yeye mwenyewe alisema tusome kisha tusikilize kwa makini. Lakini kwa mujibu wa hoja hizi, Ndacha Biblia haisomi na Qur'ani haijui. Je, tutapata wapi kusoma kwake na kusikiliza kwa makini? Shusha komenti yako hapa tuone. Na wewe pia unamchukuliaje Ndacha, mwalimu au Ndacha kama ninavyomsema mimi kuwa Ndacha? Sheikh Shafii, tumalizie na nini labda au inatosha? Inatosha kwa leo. Basi nichukue nafasi hii kuwashukuru na kwa namna ya kutuzama na kutusikiliza tangu mwanzo wa chaneli hii tukiwaletea vipindi mbalimbali. Lakini pia sio mimi tu, nyuma ya kamera yupo ndugu yangu, kaka yangu Muhammad Pango, naye akitoa juhudi zake kwa lengo la kubainisha mafundisho haya. Lakini yeye haonekani mara kwa mara, yupo nyuma ya kamera anaseti kila kitu ili kuhakikisha wewe unapata elimu kubwa na iliyokuwa bora. Tukumbuke siku si nyingi tunakikaribia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo basi tutarajie matayarisho zaidi ambayo tutayaleta kwenu katika hali ya kuendea huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuwa makini katika kusikiliza na kusoma, kisha wewe mwenyewe ndio utaelewa nini katika yale ambayo yanapatikana kupitia channel hii ya Ustadh Shafii Online TV. Mpaka kufikia sasa sina la ziada. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.